Tuanze kuangalia sisi wa Afrika sasa na wazungu wanavyoishi. Mzungu maisha yake yote anapokuwa anaishi duniani huwa anawaza kwa ajili ya watu wake. Huwa anawaza kwa ajili ya watu ambao anawaacha. Yaani waza watu wake manaka hawazi watoto wake. Anawaza jamii yake, rangi yake. Kwamba je, miaka 200 ijayo, miaka 100 ijayo, hao watu wetu watakuwa na hali gani? Je, watakuwa na chakula? Watakuwa kwenye mateso? Watakuwa kwenye mafanikio? Kwa hiyo aso zake zote ambazo wanazifanya ni kwa ajili ya watu wake, ni kwa ajili ya watu wa rangi yake, ambacho kitu hicho hakiko kwa Afrika. Ndio maana mzungu anaweza akaja kwetu zote za Afrika, kwa sababu ni kama akili tunafanana wa Afrika. Yaani hizi ngozi zetu nyeusi ni kama tunawekeana sote, na utawala ni ule ule. Yaani unaweza kuwa Tanzania ukaishi na utawala mbaya, ukienda Kenya vile vile huko, nchi zote unazoziona hizo za Kiafrika. Yaani mambo yanafanana. Ambavyo wazungu wakija huku kwetu wanajitahidi kuchukua mkataba wa muda mrefu. Ule mkataba uchukui kwa manufaa yake peke yake. Yaani anauchukua kwa manufaa mpaka hata mjukuu akija akute tayari ameshaandaliwa mazingira. Ambacho kitu hiki kilishakuwa kigumu kwa Mwafrika. Hakuna Mwafrika anaandaa kwa ajili ya wajukuu. Mwafrika huwa anaandaa kwa ajili yake mwenyewe na watoto kidogo. Lakini kuanzia pale ambao watatokea kwa watoto wake, ambao ni wajukuu na vitukuu na nini, hao watu hawazi. Na hilo inakuwa changamoto yetu kubwa mpaka leo. Naomba mnielewe Afrika, msinukuu vibaya. Najua naongea vitu vizito. Sasa hivi hata Waarabu nao ni kama akili zimerudia, kwa sababu nao Waarabu ni kama ujinga walikuwa nako, lakini sasa hivi kila kukicha ni kama ujinga wameanza kuweka pembeni. Yaani wana namna fulani hivi ya kuamka kidogo kuliko Waafrika. Na wenyewe sasa hivi wakija kuchukua mikataba wameanza kujifunza, sio tena kwa maisha baadaye, kwamba ile baada ya kufa ile kwamba niende kupumzika kwenye ule umilele wa kula bata. Hapana. Na sasa hivi wenyewe nao wameanza kuhangaika kwa ajili ya watoto wao na wajukuu wao na vitukuu wao waacha. Ndio maana hata Mwarabu akija kuchukua mkataba, sio Tanzania, sio nchi yote, wakibatika kama mkataba anahitaji mpe mkataba wa muda mrefu. Kwa nini wanahitaji mkataba wa muda mrefu? Kwa sababu wenyewe wanawaza kwa ajili ya kizazi ambacho wanakiacha. Sisi Afrika tunaamini kwamba nikishaenda kule mbinguni, nikatulia kule mbinguni, hawa duniani au walioko duniani na wenyewe inabidi wajipambanie waje walikute kule tukaishi milele.